na leo tupo katika kata ya Nzoka. Sasa moja ya utaratibu tuliojiwekea sisi kama kamati ya utekelezaji ni kwenda kuitembelea miradi mbalimbali ambayo inaendelea kujengwa kwenye kata tunazopita. Nianze kwa kukupongeza sana Mheshimiwa Diwani kwa kusimamia vizuri shughuli za maendeleo katika kata ya Nzoka. Hongera sana wewe pamoja na wenyeviti wako wa vijiji na vitongoji. Lakini nikipongeze chama changu cha CCM kata ya Nzoka na pamoja na kamati ya siasa, mnafanya kazi nzuri ya kusimamia utekelezaji wa ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi ambayo tulipita mwaka 2020 kuinadi kwa wananchi. Hongereni sana, mnafanya kazi nzuri. Tunampongeza na kumshukuru sana mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya Mwandobo Elias. Anafanya kazi nzuri ya kuhakikisha fedha zote zinazoletwa kwenye utekelezaji wa miradi zinasimamiwa vizuri na hakuna fedha inayopotea. Hiki tunachokiona hapa ni usimamizi mzuri wa fedha hizo. Pia tunampongeza sana Mheshimiwa Mkurugenzi Fabian Manoza pamoja na watumishi wote wa halmashauri kwa usimamizi mzuri wa fedha za miradi. Kote tulikopita na miradi yote tuliyoiangalia tunaona inaendelea vizuri na haina changamoto. Kama zipo changamoto ni zile za kawaida ndogo ndogo ambazo zinafanywa kazi wakati wote. Kwa tuwapongeze sana viongozi wetu. Tumpongeze sana Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, Mheshimiwa Daniel Chongoro. Na yeye amekuwa mfuatiliaji mzuri katika miradi ya serikali iliyopo ndani ya wilaya yetu pamoja na wilaya zingine, kwenye halmashauri yetu pamoja na halmashauri zingine. Na ndio sababu tunaona miradi yetu inaendelea vizuri na inaendelea kuimarika. Shukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutuletea watendaji wazuri ndani ya mkoa wetu wa Songwe na wilaya yetu. Fedha anazozileta Mheshimiwa Rais zinalenga kuja kufanya shughuli za kimaendeleo. Zinalenga kuja kujenga madarasa, matundu ya vyoo, zinalenga kuleta umeme, zinalenga kuja kujenga visima vya maji, zinalenga kuleta barabara na madaraja pamoja na vivuko, lakini zinalenga kuja kujenga vituo vya afya pamoja na zahanati kama hii. Haya yote pasipokuwa na usimamizi mzuri, pasipokuwa na viongozi waadilifu ambao wameapa kuisimamia katiba hii na uadilifu wa uongozi, tusingekuwa na zahanati nzuri kama hii. Kwa tunamshukuru Rais kwa sababu ametuletea wasimamizi mahiri kuanzia mkuu wa mkoa, wakuu wa wilaya mpaka wakurugenzi tulionao na watumishi wengine ambao wako chini yake. Mimi kwa jina naitwa Bernard Patson Sinchenje, ni mwakilishi wa wananchi kata ya Nzoka kwa maana ya diwani. Mheshimiwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi vijana wilaya ya Momba. Tunamshukuru Mheshimiwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan kwa kutupatia fedha nyingi kwenye kata yetu. Ikiwemo na fedha za zahanati ya Chilangu tumepata milioni 50 kwa ajili ya umaliziaji kuunga mkono nguvu za wananchi. Lakini pia kazi iliyobaki ndogo na tulishampata mganga ambaye yupo amesharipoti, na pia dawa za zahanati hii zipo kwenye zahanati ambayo nishikizi ipo kijiji cha Nzoka, ambapo inchaji wa kijiji kile ndo anayesimamia hapa pia kwa ajili ya ujenzi. Lakini pia hata vitanda tulishapata Mheshimiwa mwenyekiti. Kwa na jukumu lililobaki tumekuja na viongozi wa halmashauri, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri na mwenyekiti wa halmashauri pamoja na kamati ya fedha, na wamekuja wameshauri, lakini tumekubaliana kwamba baada ya wiki 3 zahanati hii iweze kufanya kazi. Kituo cha afya hiki kiukweli kimeshakamilika, bado mambo madogo madogo, kama alivyosema daktari tayari yupo, madawa yapo, wahudumu tayari wapo. Sasa basi hii ni tunahabarisha umma wa Tanzania wote kwamba Mama Samia kafanya mambo makubwa sana. Haya ni moja ya mambo ambayo ameyafanya katika sekta ya afya, kuhakikisha mama na mtoto, kuhakikisha kwamba wazee, kuhakikisha Watanzania, kwa watoto, kwa wakubwa na wadogo wote wanapata huduma sawa kabisa ili kwa afya zao. Awali walikuwa wanatembea kilomita 5 kutoka hapa tulipo, lakini sasa hivi wanatembea mita 10 tu. Yani ni sehemu ambayo ni karibu sana ambao watapata huduma. Pongezi kubwa. Tunampongeza sana mkuu wa wilaya ya Momba na mkurugenzi Mr. Manoza ambaye ndo mkurugenzi ambaye anasimamia hizi pesa kwenye halmashauri. Kweli anasimamia vizuri. Tunapongeza sana viongozi hawa, bila kuacha viongozi wa mkoa Daniel Chongoro
mkuu wa mkoa anasimamia vizuri sana pesa zote zinazoletwa, anahakikisha halmashauri zote katika mkoa wa Songwe zinasonga mbele na huduma wanapata. Mrisho Rajabu Idi ndiye katibu wa uhamasishaji na chipukizi Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Momba. Tupo katika ziara ya kamati ya utekelezaji ya vijana wilaya ya kuzunguka kata kwa kata katika kata zote 29 za wilaya ya Momba. Leo tupo kata hii ya Nzoka, tumekuja kutembelea mradi huu wa zahanati ya Chilangu iliyopo katika kata hii ya Nzoka. Tumekuja kuona namna fedha za serikali zilizoletwa hapa ambao ni kiasi cha shilingi milioni 50 kwa ajili ya kuweza kuunga mkono juhudi za wananchi. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kutuletea fedha hizi kwa ajili ya wananchi wa kata hii ya Nzoka, kijiji cha Chilangu. Lakini pia tunawashukuru sana viongozi wa serikali, mkuu wa wilaya, tunamshukuru sana mkurugenzi pamoja na viongozi mbalimbali, Mheshimiwa diwani, kwa usimamizi mzuri wa fedha hizi zilizoletwa na serikali katika kituo hiki cha afya, katika zahanati hii.